Bima Pub, urahisi wa maisha. Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wawili, Geoffrey Brighton miaka 29 na Michael Ruben miaka 30, wote wakazi wa Mbeya mjini kwa tuhuma ya kupatikana na noti bandia za shilingi 10,000. Watuhumiwa walikamatwa wakiwa katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Bondeni iliyopo mtaa na kata ya Itewe, wilaya ya Chunya, wakiwa na noti bandia 15 za shilingi 10,000 kila mmoja, shilingi 10,000 kila moja, ambazo kama zingekuwa halali ni sawa na shilingi 150,000, zote zikiwa na namba ya CA 3903666. Mimi naitwa Edson Robert Takirwa, ni mfanyakazi wa Benki Kuu, niko tawi la Mbeya. Hizi mnazosema ni fedha, sio fedha, ila ni fedha bandia ambazo idara ya polisi kwa Mbeya walizishika kutoka kwa wahalifu na baadaye wakatuletea sisi kuthibitisha kama ni fedha halali au ni fedha za bandia. Baada ya kufanya utafiti, tukagundua hizi ni fedha bandia, si fedha halali, kwa maana zimetengenezwa kwa kugushiwa, na hizi zote kama mnavyoziona ni karatasi ambazo zimegushiwa kama noti za shilingi 10,000. Taasisi ya Benki Kuu inatoa wito kwa hawa ambao hawataki kufanya kazi za halali, wanataka kufanya kazi haramu kama hii ya kutengeneza noti bandia. Na kiutaratibu, kwa mtu ambaye anatengeneza noti bandia, huyu ni mhalifu, na mhalifu kwa taratibu ni kwamba atachukuliwa sheria, na akichukuliwa hatua za kisheria atafungwa. Na haya matukio tunaendelea kuyapiga vita tukishirikiana na jeshi la polisi. Tukisikia taarifa kwamba kuna watu wanafanya hizi shughuli, sisi huwa tunawataarifu jeshi la polisi, au jeshi la polisi wanatutaarifu sisi, kwa kushirikiana nao ili kwenda kuwatafuta hao wahalifu, kwa sababu uhalifu huu ukiendelea utazidi kudidimiza, kama nilivyosema, mapato ya mtu binafsi na mwishowe uchumi wa nchi. Hao wanaotengeneza hizi noti bandia, kwa kufanya hivi, hili ni kosa kisheria na adhabu yake ni kufungwa pale unapopatikana na hatia baada ya upelelezi kukamilika. Kwa hiyo tunawasihi sana waache wafanye biashara halali na watumie pesa halali tulizonazo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na askari wa uhifadhi TANAPA umefanikiwa kuwashikilia watuhumiwa 4 ambao ni Isaac Mahuvi miaka 35, mkazi wa Mlonga; Joseph Mwelela miaka 45, mkazi wa kijiji cha Chalisuka; Songa Kapunga miaka 80 na Dogani Kapunga miaka 70, wote wakazi wa kijiji cha Igunda, wakiwa na nyara za serikali bila kibali. Watuhumiwa walikamatwa wakiwa na vipande viwili vya meno ya tembo, kipande kimoja cha ngozi ya nyati, miguu 8 ya swala, ngozi moja ya swala, kichwa kimoja cha swala na sikio moja la swala. Watuhumiwa ni wawindaji haramu. Tunatoa wito kwa hawa wanaofanya hizi biashara waache kuhujumu nyara za serikali, kwani kufanya hivi ni kosa kisheria na itawapelekea kwenda jela na kufungwa. Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania $2.3 tu, na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni, fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali, vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindu New Village. Kiboko kabisa.